Karibu kwenye video ya International Rescue Committee (IRC) kuhusu njia za mauzo ya ana kwa ana and masoko ya ndani. Video hii itazungumzia kuuza bidhaa za biashara yako ndogo katika masoko ya karibu na kuunganishwa na jamii yako. Njia hizi ni chaguo zuri kwa wamiliki wa biashara ndogo kwa sababu zinakuwezesha kuuza moja kwa moja kwa wateja kwa gharama ndogo huku ukijenga jina lako katika eneo lako. Njia ya mauzo ya ana kwa ana ni pale unapoweka meza au kibanda katika jamii yako, sokoni, kwenye maonyesho au kwenye tukio, kisha unauza bidhaa moja kwa moja kwa wateja. Njia hii ina nguvu kwa sababu inakuwezesha kukutana na wateja uso kwa uso, kujibu maswali na kusimulia hadithi yako. Pia inakusaidia kupima bidhaa zako na kupata maoni ya kweli mara moja. Na muhimu zaidi, inakusaidia kukuza sifa yako na kujenga mahusiano ndani ya jamii yako. Kuna maeneo kadhaa ambako unaweza kuuza ana kwa ana. Masoko ya wakulima ni masoko ya nje yanayofanyika kila wiki na yanafaa sana kwa vyakula, mimea na bidhaa za mikono. Wateja mara nyingi hurudi kila wiki na hufurahia kukutana na wauzaji wa eneo lao. Masoko ya pop-up ni masoko ya muda mfupi yanayofanyika kwenye bustani, maegesho ya magari au maeneo ya jamii. Ni chaguo lenye kujihusisha kidogo zaidi na linaweza kuwa zuri kwa kujaribu bidhaa zako bila kusaini mkataba wa muda mrefu. Vikundi vya pamoja vya rejareja ni chaguo jingine. Haya ni maeneo ambako unapangisha rafu au sehemu ndani ya duka lililopo tayari. Bidhaa zako hubaki hapo wiki nzima, kwa hiyo huhitaji kufika kila siku. Maeneo mengine ya kawaida ya kuuza ni pamoja na maonyesho ya ufundi na matukio ya kijamii ya jamii. Mara nyingi haya hujikita kwenye bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono, sanaa na biashara za wenyeji. Yanaweza kuwa na watu wengi wanaopita na kuwavutia wateja wanaotaka kununua bidhaa za hapa kwetu. Masoko ya msimu na sherehe pia ni fursa nzuri. Haya ni pamoja na masoko ya sikukuu, sherehe za majira ya kiangazi na maadhimisho ya kitamaduni. Kwa kawaida huvutia umati mkubwa na yanaweza kukusaidia kuongeza mauzo wakati wa misimu yenye shughuli nyingi. Uuzaji wa ana kwa ana unafaa sana ikiwa unauza bidhaa za kutengenezwa kwa mikono, bidhaa za ufundi, vyakula au bidhaa zinazotengenezwa hapa hapa. Pia unafaa sana ikiwa unafurahia kuzungumza na wateja na kushiriki hadithi yako. Wamiliki wengi wa biashara ndogo hutumia masoko kupata maoni ya moja kwa moja kabla ya kupanuka zaidi. Njia hii pia ni ya gharama nafuu na hatari ndogo ya kuanza kuuza na kujenga sifa yako katika jamii. Ni hatua nzuri ya kwanza ikiwa unataka kuanza kwa kiwango kidogo, kujifunza na kukua kadri muda unavyopita. Pia kuna baadhi ya mambo ya kuzingatia kabla ya kuchagua njia hii. Ikiwa bidhaa zako ni nzito, ni rahisi kuvunjika au ni vigumu kusafirisha, kuuza sokoni kunaweza kuhitaji mipango ya ziada. Hali ni hiyo hiyo ikiwa bidhaa zako zinahitaji kupashwa joto, kupozwa au zinahitaji vifaa maalum. Masoko mara nyingi hufanyika jioni na wikendi, kwa hiyo upatikanaji ni muhimu. Na ikiwa una bidhaa chache sana au huwezi kuongeza store upesi, huenda ukahitaji kupanga kwa makini. Changamoto hizi hazimaanishi huwezi kufanikiwa, zinamaanisha tu huenda ukahitaji maandalizi ya ziada. Moja ya faida kubwa za kuuza ana kwa ana ni aina ya wateja unaweza kuwafikia. Utakuja kukutana na familia za eneo lako na wanunuzi wa jirani wanaofurahia kuunga mkono biashara ndogo ndogo. Wengi wa wateja hawa huwa wanunuzi wa kurudi tena. Pia utakutana na wanaotafuta ubora, watu wanaotaka bidhaa zilizotengenezwa vizuri na wanaopenda kukutana na mtu aliye nyuma ya biashara. Na utakutana na wanunuzi wa jamii, wateja wanaojali kuunga mkono uchumi wa eneo lao na huchagua kwa makusudi kununua bidhaa za hapa.
Unaweza pia kukutana na watalii na wageni wanaotafuta bidhaa za kipekee za hapa ambazo hawawezi kuzipata kwingineko. Utawakutana wanunuzi wanaopenda kujionea wenyewe, watu wanaotaka kuona, kugusa au kuonja kabla ya kununua. Hii ni mojawapo ya sababu masoko hufanya kazi vizuri sana kwa chakula, bidhaa za urembo na bidhaa zilizotengenezwa kwa mikono. Na mwisho kabisa, utakutana na wateja wa kudumu waaminifu, wateja wanaofuatilia banda lako kutoka soko moja hadi jingine. Hawa ni miongoni mwa wateja wa thamani zaidi unaoweza kuwajenga. Ikilinganishwa na kufungua duka, masoko ya mtaa kwa kawaida huwa na gharama ndogo zaidi, lakini bado kuna gharama za kupanga. Masoko mengi hutoza ada za muuzaji ambazo zinaweza kuwa za kila siku, za kila wiki au za msimu. Kulingana na unachouza, unaweza pia kuhitaji vibali au leseni, kama leseni ya biashara, kibali cha chakula au kibali cha muuzaji. Utahitaji pia vifaa vya kuandaa banda kama meza, hema, rafu za kuonyesha bidhaa, vifaa vya kufungashia na mabango. Vingi kati ya hivi ni gharama za mara moja ambazo unaweza kutumia tena. Na utahitaji njia ya kupokea malipo. Wauzaji wengi hutumia visomaji vya kadi kama Square au Clover, pamoja na pesa taslimu au malipo ya msimbo wa kar. Pia kuna nyongeza za hiari ambazo si lazima, lakini zinaweza kukusaidia uonekane zaidi. Bango zenye chapa na vitambaa vya meza vinaweza kufanya kibanda chako kionekane cha kitaalamu zaidi na kujenga uaminifu kwa wateja. Sampuli za bidhaa zinaweza kuwa mojawapo ya njia bora zaidi za kuongeza mauzo, hasa kwa bidhaa za chakula au za urembo. Unaweza pia kutaka msaada kwenye kibanda chako. Rafiki au mwanafamilia anaweza kurahisisha kuwahudumia wateja wengi zaidi kwa wakati mmoja. Na usisahau kujumuisha gharama za usafiri na maegesho, pamoja na mapambo na mabango ya bei yaliyo wazi. Bei zinapokuwa wazi na za kuvutia, wateja hujisikia huru zaidi kununua. Ili kujiandaa kwa soko lako la kwanza, utataka kuanza kwa kuzingatia utayari wa biashara na wa bidhaa. Hakikisha una vibali au leseni zozote zinazohitajika. Ikiwa unauza chakula, angalia sheria za afya na usalama katika jiji au kaunti yako. Andaa bidhaa za kutosha kwa ajili ya tukio, na mara nyingi ni busara kuleta zaidi ya unavyodhani utauza. Hakikisha bidhaa zote zina bei zilizo wazi na thabiti, na pakia vifaa vyote vya ufungashaji kama mifuko, masanduku, lebo na chochote kingine ambacho wateja wanaweza kuhitaji. Kisha andaa mfumo wako wa malipo na uendeshaji. Sanidi malipo ya kadi na uyajaribu mapema, kwa mfano kwa kutumia Square, Clover, PayPal, Venmo au zana nyingine. Kama unapokea pesa taslimu, leta noti ndogo ili uweze kutoa chenji. Kuwa na njia rahisi ya kutoa risiti, hata kama ni tu daftari la risiti za kuandika kwa mkono. Pia panga kwa makini jinsi utakavyopakia, kubeba na kusafirisha bidhaa zako na mpangilio wa banda lako. Na mwisho, fuatilia mauzo yako wakati wa tukio au baada ya tukio. Hata daftari au programu rahisi ya simu ni mwanzo mzuri. Siku ya tukio, utahitaji kuleta vitu vyote muhimu. Leta hema lako, meza na viti, na hakikisha kila wakati unaangalia mapema maelekezo ya jinsi ya kuandaa eneo la tukio. Leta kifaa chako cha kupokea malipo kwa kadi na pesa taslimu, na jaribu malipo kabla soko halijaanza. Leta bidhaa zako zote na tena zaidi ya unavyotarajia kuuza. Leta kadi za biashara, vipeperushi au msimbo wa QR unaoelekeza kwenye mitandao yako ya kijamii au tovuti. Piga picha za kibanda chako kikiwa kimepangwa vizuri zaidi. Hii ni maudhui bora kwa mitandao ya kijamii. Na mwisho kabisa, jitahidi kukusanya barua pepe au wafuasi wa mitandao ya kijamii ili wateja waendelee kuwasiliana na biashara yako baada ya soko.
Masoko ya ana kwa ana hufanya kazi vizuri zaidi kwa bidhaa ambazo wateja hupenda kuziona, kuzigusa au kuzinja. Biashara za chakula na vinywaji mara nyingi hufanya vizuri sana, ikiwemo bidhaa za kuoka, michuzi, vitafunwa, vyakula vya kitamaduni na bidhaa maalum. Bidhaa za kilimo nazo zinafaa sana, kama mazao mabichi, maua, viungo, mboga na mimea. Na biashara za sanaa na ufundi nazo mara nyingi hufaulu, ikiwemo viungu vya udongo, michoro ya uchoraji, chapisho zilizotengenezwa kwa mkono na kazi za mbao. Sekta nyingine zinazofanya vizuri mara nyingi ni pamoja na vito na vifaa vya mapambo kama hereni, bangili na mikoba. Biashara za nguo na mitindo pia hufanya vizuri, hasa fulana zilizotengenezwa kwa oda, mavazi ya kitamaduni na mitindo ya kutengenezwa kwa mkono. Na bidhaa za nyumbani na za urembo hupendwa sana sokoni, ikiwemo sabuni, mishumaa, losheni, bidhaa za utunzaji wa ngozi, mapambo ya nyumba na vitambaa. Ili ufanikiwe kwenye masoko ya ndani, uwasilishaji na namna unavyowahudumia wateja ni muhimu sana. Weka kibanda chako kikiwa safi na chenye mpangilio mzuri. Mpangilio nadhifu unaovutia macho huwavutia wateja waje na huwasaidia wabaki muda mrefu zaidi. Tabasamu na wasalimia kila anayepita. Hata salamu ya kawaida tu inaweza kuanzisha mazungumzo yanayoishia kwenye mauzo. Kama inaruhusiwa, toa sampuli. Hii ni mojawapo ya njia za haraka zaidi kujenga uaminifu na kuongeza mauzo. Na usisahau kusimulia hadithi yako. Wateja hupenda kujua ni nani aliyetengeneza bidhaa na kwa nini. Hadithi yako ni sehemu ya kile wanachonunua. Masoko yanaweza pia kukusaidia kukuza hadhira yako hata zaidi ya tukio lenyewe. Waombe wateja wakufuate kwenye mitandao ya kijamii. Wafuasi wa mtandaoni mara nyingi hugeuka kuwa wateja wa kudumu wanaokuja ana kwa ana. Zingatia kinachouzwa zaidi na fuatilia bidhaa zako zinazoongoza baada ya kila tukio ili uje na nyingi zaidi mara nyingine. Jaribu matukio tofauti kwa sababu si masoko yote yanafanana. Kujaribu machache kutakusaidia kupata linalokufaa zaidi. Na hakikisha mpangilio wako unaonekana umejaa na umepangiliwa vizuri. Banda lililojaa huashiria biashara inayostawi, ilhali meza tupu zinaweza kuashiria mwisho wa siku. Kama ilivyo kwa njia yoyote ya mauzo, masoko ya ana kwa ana yana faida na hasara. Faida zake ni pamoja na kujenga uhusiano imara na wateja, kulipwa papo hapo, kupata maoni ya kweli na kuanza kwa gharama ndogo sana kuliko kufungua duka. Masoko pia yanaweza kukusaidia kujenga wateja waaminifu wanaokufuata kutoka tukio moja hadi jingine. Changamoto zake ni pamoja na kazi za kimwili, kusanidi, kuvunja na kukusanya na kufanya kazi kwa saa nyingi. Hali ya hewa pia inaweza kuathiri matukio ya nje na mauzo yanaweza kubadilika kutoka wiki hadi wiki. Pia inaweza kuwa vigumu kupanua bila msaada wa ziada na ada za wauzaji zinaweza kuongezeka ukishiriki katika matukio mengi. Pia kuna mambo machache muhimu ya kukumbuka kama unataka kuuza kwenye masoko ya karibu. Hali ya hewa ni jambo kubwa, kwa hiyo jiandae kila wakati kwa joto, baridi, mvua au upepo. Akiba ya bidhaa nayo ni muhimu. Kuleta bidhaa za kutosha kunaleta tofauti, kwa sababu kuishiwa mapema kunamaanisha mauzo kupotea. Kumbuka kuwa kuuza sokoni kunahusisha kazi ya mwili na muda, hivyo kuwa na msaada kunaweza kuleta tofauti kubwa. Usalama wa pesa taslimu nao ni muhimu. Tumia kisanduku cha fedha au mkanda wa pesa na uhesabu pesa zako kabla na baada ya kila tukio. Leseni na sheria za chakula hutofautiana kulingana na eneo lako, kwa hiyo hakikisha unakagua mahitaji ya kwenu. Na mwisho, kumbuka kodi ya mauzo. Kulingana na jimbo na jiji lako, huenda ukahitaji kukusanya na kuripoti kodi ya mauzo kila mwezi au kila mwaka. Ukianza kufanya vizuri sokoni, kuna njia kadhaa za kukuza.
Unaweza kuomba kushiriki kwenye matukio makubwa zaidi au tamasha zenye msongamano mkubwa zaidi ili kuongeza mauzo. Unaweza pia kujiunga na duka la rejareja la pamoja au kikundi cha wauzaji ambapo bidhaa zako zinaweza kuuzwa wiki nzima. Kukuza orodha yako ya barua pepe ni hatua nyingine bora inayofuata, inakusaidia kuwageuza wanunuzi wa sokoni kuwa wateja wa kurudi tena. Unaweza pia kuboresha muonekano wa banda lako kwa uwekaji chapa bora na mabango alama zilizo bora. Pia ni muhimu kupitia bei zako kadri muda unavyopita ili kuhakikisha unapata faida ya kutosha. Na mwisho, kutengeneza vifurushi vya bidhaa kunaweza kusaidia kuongeza thamani ya kila mauzo na kusogeza stoki haraka. Kwa kumalizia, masoko ya maeneo ni hatua nzuri ya kwanza kwa biashara nyingi. Yanakuwezesha kuanza kwa hatua ndogo, kujaribu bidhaa zako, kujifunza wateja wanachopenda na kujenga sifa yako katika jamii. Hii ni mojawapo ya njia zenye uhalisia zaidi na hatari ndogo za kukuza wigo wa wateja. Ikiwa ungependa msaada, unaweza kuzungumza na mshauri wa biashara wa IRS kwa kutembelea smallbusiness rescue.org ili upate mpango wa biashara ndogo wa IRS ulio karibu nawe.